si mpya sana, kwa sababu ile bidii tulikuwa nayo kuhakikisha kwamba Raila ameenda AU ilipokosa kufaulu, lazima angetafutiwa mahali, na si kutafutiwa mahali tu, ni atafutiwe mahali ili aweze kunyamaza, kwa sababu Raila ambaye anazunguka, Raila ambaye hana kazi, anaweza kuwa hatari sana kwa serikali yoyote ambayo inatawala. Kwa hivyo ni lazima angetafutiwa mahali. Na niseme hata hajafika mwisho katika mustakabali wote huu na makubaliano ambao tumeona nakala zikitua sahihi siku ya leo. Pia najua kwamba jambo la kwanza ni kwamba NADCO report lazima ikuje, wahakikishe kwamba rais mwenye yuko hakikishe kwamba imedhibitiwa na inafanyishwa kazi. Hiyo ni kusema ni kwamba tunakuja kutengeneza pia nafasi ya waziri mkuu na manaibu wawili ambao ofisi zao pia zitakuwa zinahitaji fedha zaidi ambao itatoka kwa kondi ya Wakenya. Na nadhani tukifanya siasa tulikuwa tumesema ya kwamba hatutachagua watu ambao watakuja kutengeneza nafasi za kazi za matajiri wakati maskini hawana kazi. Lakini sasa kwa Raila kuingia katika makubaliano ile tuliyosema hatujafanya, nadhani ndio tunakuja kufanya kama serikali ya Kenya Kwanza, kwa sababu kama tutaweka hiyo ofisi ya waziri mkuu na manaibu wawili, alafu pia kutakuwa na ofisi rasmi ya kiongozi wa upinzani katika bunge na seneti, na kutakuwa na mawaziri shadow cabinet ambayo pia inafaa kuwa inapewa pesa kutoka mfuko ya mwananchi. Hiyo itakuwa ni mzigo mwingine mkubwa sana. Na niseme kwamba Raila Amolo Odinga ni kama ameamua kwenda retire na pesa wa Kenya. Nadhani wakati umefika kulipia mahali ambapo ameng'ang'ania nchi, ameng'ang'ania demokrasia, ameng'ang'ania haki za Wakenya, lakini nadhani ashaamua sasa mahali imefika ni wakati wa kujilipa. Kwa sababu ukiangalia ile mambo imekuwa ikiendelea, ukiangalia mageuzi ambayo ilikuwa imefanyika katika mbunge, na tunatarajia kwamba mageuzi zitafanyika katika pia bunge la mawaziri na makatimu wa kudumu katika wizara tofauti, wale ambao ni wakuu wa nyenzo tofauti, pia kutakuwa na mabadiliko, kwa sababu inaonekana hapa sasa ni wakati wa mavuno. Lakini pia mimi nimekuwa katika serikali ya Kenya Kwanza, nimekuwa nikijiuliza kama tamu ya ua sumu ya nini? Kama waliokuwa nao kuwa kwa upinzani ndo wanaingia kwa serikali, kuna haja gani ya kuwa katika serikali inayotawala? Sasa kuna haja gani ya kuwa naibu wa rais ambao utakuja utolewe kuwekwe mwingine bila kufuatilia mashati yoyote, hata nidhamu ya mbunge? Kwa hivyo ningetaka kusema kwamba Wakenya wajue sasa lazima ajitetee wenyewe. Hakuna mtetezi ambayo amembaki. Kama mlikuwa mnatarajia Raila Amolo Odinga tu amemtetea, hii natapeana tafsiri niseme ni kama vile kuna yule mbwa ambaye anachunga mbuzi na kuna yule mbwa mwitu ambaye anakula mbuzi. Ukisikia kwamba mbwa mwitu anayekula mbuzi wameshikana na mbwa ambaye analinda mbuzi, mbuzi ndo ataliwa, mbuzi yako peke yake. Kwa hivyo ningesema Wakenya waweze kuongea mahali popote ambao wako, wawe sasa wachukue rasmi kama ndio sasa viongozi wa upinzani. Wakiona kuna shida wanakosoa serikali. Kwa sababu wasipofanya hivyo, nadhani sasa sisi tuko peke yetu mahali tumefika, na ningeomba ya kwamba hii kushikana kwa Raila na William Samoei Ruto imekuja kutufinya kwa sababu ile abduction ilikuweko. Sasa tutaendelea na pale na kuwa sisi kama majensi na mamurimyo, kwa sababu hatuna mtu wa kututetea. Na vyenye wameshikana kutakuja hii maandamano ilikuwa inakunja, sisi tutakuwa tukifinywa sana. Watu wataua sana mamirimyo na majensi kwa sababu hakuna mtu wa kuwatetea. Raila wameungana na Ruto juu, kwa sababu mimi nilikuwa nadhani sisi kama wananchi Raila atakuja sisi kututetea kama majenzi. Na mimi naweza sema hivi, hajafanya poa, na naomba tu sisi kama Wakenya tuungane na tujitetee sisi wenyewe, kwa sababu ni kama sasa hatuna mtetezi kwa saa hii. Mjua tangu nizaliwe tumemkuta tu akisumbua serikali ambayo imekuwa ikipewa nafasi na wananchi ihudumia Wakenya, na akileta fujo huwa anapewa nusu mkate. Kwa hivyo baba, hata hii tulikuwa tunaona alienda Ethiopia, Addis Ababa, akatafuta ile kiti ya AUC chairman akakosa, na lazima angekuja hapa nyumbani atafutiwe kazi ya kufanya na rais wetu William Samoei Ruto. Watu wa Mount Kenya, mimi nataka kuambia tuko kwa shida. Mliona alifukuza Rigathi Gachagua, amefukuza ma CS wetu,
tumefukuza machairman wa parastatals wetu. Kwa hivyo hata wakishikana na baba sasa ni kusema sisi tufinywe, na watu wote wa Kenya, wananchi wa kawaida watafinywa vilivyo, kwa sababu hata zile miradi zilikuwa zimeanza zikasimama, kama mabarabara, kama ma dispensaries, kama mahospitali kuu za national government, kama miradi zote ambazo zimekwama zote, sasa hakuna mtu wa kutetea. Kwa hivyo mimi najua kutoka leo sasa ni wizi bila kazi, na huu baba 2027 tunamhakikishia kwamba mmeshikana na rais wetu William Samoei Ruto, tutafukuza nyinyi wote nyumbani. Mmoja ataenda Bondo, mwingine aenda Sugoi, na sisi tutasimama nyuma ya Rigathi Gachagua, huyu Kalonzo Musyoka na wale wengine wa Western, akina Eugene Wamalwa na akina wote ambao watakuwa kitetea wananchi wetu. Kwa hivyo sisi hatuna wasiwasi. Hii ni kazi tu wamepangana, wamegawana serikali, na hatuna wasiwasi. Sisi tutaomba tu Gachagua msinyamaze, Kalonzo usinyamaze, wale Eugene Wamalwa usinyamaze, na Martha Karua pia usinyamaze.